Kwa kweli muda mrefu kwamba nikiwa katika pilika zangu nikitoka Morogoro nikija Dar es Salaam napata kusikia tu jina la hospitali KMJ, kwamba hospitali inatoa matibabu ya asili na inatibu wagonjwa hapa wanavunjika mifupa, wana mgonjwa ambao anasumbuliwa na tezi dume, anasumbuliwa pingili za mgongo. Nilipata kusikia muda mrefu tu, lakini uwezekano kama unavyojua sisi maskini tunakuwa hatuna nguvu ya kusema nitafikaje hapo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhani huu baada ya kufika mjini baadhi ya wadhamini wangu wale watatu waliweza kuniwezesha, nikasema hapana, tafika KMJ ni waone wagonjwa na nipate chochote kile kwa kabidhi. Kwa hiyo nashukuru Mungu nimepata magongo, nimepata TV, nimepata na vitu vingine na vipimo vya aina mbalimbali. Nadhani lakini nashukuru nimefika katika hospitali yetu hapa, na wengi nachowashauri kama Watanzania wenzangu wapata kijua kama bondia wa michezo ya ngumi au mchezo wa mpira, mchezo wa riadha, mchezo aina yote, lazima tujitoe kuangalia wenzetu wenye hali za tofauti, kwa sababu kama hapa hospitali KMJ kwamba hapa kuna wagonjwa ambao wanavunjika miguu, wagonjwa aina mbalimbali wa matezi dume, wagonjwa wa pingili za mgongo, lakini mwezi huu wa Ramadhani kidogo tulichokuwa nacho na mimi ndo nimeweza kukifikisha hapa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake, na vizuri zaidi nadhani tuko na daktari hapa na amenipokea vizuri na kisha nikamkabidhi hivyo vitu, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwezi huu wa Ramadhani ametuwekea baraka na baraka zangu zimefika hapa. Karim, KMJ ni hospitali ya mifupa, na kwa nyinyi wana michezo mmekuwa mkicheza michezo ya hatari hasa. Ukizungumzia kwa maana michezo ya ngumi, mchezo wa mpira miguu, pengine neno lipi la kuambia wana michezo wenzangu? Neno la kuambia wana michezo wenzangu waone mfano wake kama hivi sasa nikiwepo hapa na vyombo vya habari na nikiwa katika mazingira ya hospitali ya KMJ, wajue kabisa kwamba sisi wanadamu tunapoishi katika mazingira yetu kwa wakati wote tunaweza kupata matatizo. Kwa hiyo tusijifiche moja kwa moja, ukiwa na michezo tujitahidi kujitoa na kuweza kufikisha sehemu kama hizi, kuangalia ndugu zetu wana hali za aina gani, kwa sababu wanaopata matatizo sio wewe mpaka unaojiweza au sio mtu asiyojiweza. Yoyote binadamu matatizo yanamkuta na anaweza kafika katika hospitali. Kwa hiyo wajitahidi wana michezo wenzangu waonyeshe moyo kama Mandonga Mtukazi, waweze kutembelea vituo vya afya, waangalie binadamu jinsi wanavyotabika na madaktari wanaona nao waweze kuwaeleza jinsi wanavyoweza kuwasaidia. Kwa ndio maana leo tuko hapa KMJ hospitali. Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Gideon Mafulu, ni CEO wa kituo cha KMJ Herbal Health Center Company Limited. Kwa siku ya leo kwa kweli tunamshukuru Mungu kukutana na ndugu yetu Mandonga. Hata mimi nilikuwa namsikia tu Mandonga, lakini of course kwa siku ya leo tumeshukuru kufika hapa. Baada ya nyuma hapo alitupa taarifa kwamba jamani, kuna mwana ndugu wangu yuko hapo KMJ, naweza nikafika siku yoyote, na kweli alikuja kumuona. Alivyomuona baadaye Mandonga aliondoka, lakini sasa kwa ugeni wa leo kwa kweli tumeshukuru Mungu. Tunashangaa tu mtu anaingia na vifaa ambavyo ni magongo, mashuka kwa ajili ya wagonjwa. Kwa kweli ni jambo ambalo tumemshukuru Mungu. Na magonjwa ambayo sisi tunatibu ni kama ambavyo Mandonga ameelezea kifupi, ambavyo sio professional yake, lakini kama mimi naweza nikaelezea kiundani kabisa. Magonjwa tunayotibu sisi, tunatibu watu ambao ni waanga wa ajali wanaovunjika, pia na watu ambao wanasumbuliwa pingili za mgongo za juu na chini, na tunatibu watu wenye changamoto za stroke au kiharusi. Tunatibu watu ambao wana changamoto ya magoti yanayouma kwa ajili ya gout. Kwa hiyo ni watu wengi wanatufikia, na hata nchi za nje wameguswa, wengine wanafika mahali hapa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuona wana michezo kama hawa wanajitoa kwa ajili ya kuja kutuangalia sisi KMJ kwa kazi tuliyoifanya na kutoa support kwa ajili ya wagonjwa walioko chini. Kuna mtu akaje KMJ, unaweza kumwelekezaje? KMJ ipo Tabata Kimanga, maeneo ya kwa Swai maarufu wanaitumia hivyo, lakini kwa mtu ambaye atakuwa labda anatoka nchi za nje au anatoka tofauti na ndani ya Dar es Salaam, akiwa kama amepata mawasiliano yetu tunaweza tukayataja, au kama hana kuna njia nyingi ambayo ni kwenye location tunaweza tukamtumia kama yuko karibu, lakini kama yuko mbali, kwa mawasiliano yetu ni 0756 48 0233. Hiyo ni namba ya ofisi. Masaa yote ukipiga utakutana na mhusika, atakupokea vizuri na atakuelimisha, atakuelekeza namna ya kufika KMJ Herbal Health Center. Kwa jina anaitwa Dorothea Martin Daudi,
Mimi ni mkurugenzi wa tiba katika hospitali hii ya KMJ. Wito wangu kwa wote ambao wana changamoto mbalimbali, pengine hawajui waende wapi, wametibiwa katika hospitali mbalimbali lakini bado hawajapata unafuu. Tunawakaribisha sana KMJ. Ni suluhisho kwa wote ambao wametabika muda mrefu. Lakini kwa ndugu zangu wachezaji ambao muda mwingine wanapata changamoto za kuvunjika, kuteguka na shida nyingine mbalimbali zinazohusu mifupa au saa nyingine wanapata changamoto ya pingili, tunawakaribisha sana. Sisi tunatoa tiba kwa kutumia mimea. Hatufanyi operation kwa namna yoyote na watu wanapona. Kwa hiyo wana michezo ambao hawahitaji kufanyia operation. Karibuni sana KMJ. Kwa tatizo la mifupa upande wa pingili, upande wa nyonga na mguu kidogo, lakini nimepata huduma mpaka sasa naendelea vizuri. Amina, Mungu akusaidie zaidi. Amina, na Mungu awabariki wahudumu wetu, madaktari wetu wa hii hospitali. Na ninatoa wito kwa wengine wote ambao wana shida kama hizi. Kwa kweli wasisite kufika hospitali. Sawa sawa. Hela haiwezi kuwa afya. Afya ni muhimu kuliko hela. Usiogope kufika hospitali kutibiwa. Sawa sawa. Nashukuru sana kwa hilo. Amen. Hospitali yetu ya KMJ, Mungu kubariki sana. Amen. Habari za hapa hospitali ndugu yangu? Salama salama. Mambo ni aje? Mungu anakusaidia. Unaendeleaje ndugu yangu? Naendelea vizuri. Naendelea mazuri sana. Sawa sawa. Uko tayari si brother? Mimi kwa Gerald Kamiwaishi Kipita. Ndio. Nini zaidi yuko nasumbua? Hapa nilipata ajali ya mguu, nilivunjika mguu. Kuja hapa KMJ nimepata matibabu mazuri. Mpaka sasa naendelea vizuri, nashukuru Mungu. Sawa sawa. Na mimi bwana nilipata wito wa ndugu yangu mmoja kidogo akija kuja KMJ hapa. Ndio. Na nikasema ngoja nifike hapa nikaja kumuonaga nikaondoka, lakini leo nikasema hapana, haiwezekani. Mpaka mimi Mungu anisaidie nifike nikawatembelee wagonjwa na nipate kujua hali za maendeleo yao wanaendeleaje. Kweli kabisa. Ndio kilichosababisha kikubwa kufika mpaka hapa kama mkubwa. Okay, jambo la kushukuru sana. Sisi hapa tunaendelea vizuri kwa kweli. KMJ tunashukuru. Matibabu yao ni mazuri mpaka sasa hivi, hali tunaziona jinsi zinavyoendelea. Sawa sawa. Hata pia kuna wagonjwa wengine au kuvunjika mifupa. Naam. Tunapohusia kwamba KMJ ni hospitali nzuri, kama anaweza ndio kafika, matibabu yao ni bora. Sawa sawa. Bwana, sisi tunashukuru kwa hilo, ndio watu wameweza kufika KMJ hapa kujulia hali ndugu zetu, na kama tulikuta bwana mkubwa unaendelea vizuri na umeweza kutupa kidogo mawaidha hapa na pale, basi naamini Mwenyezi Mungu akiwepesi ujumbe huu wafikie na wengineo, wawe kama Mandonga Mtukazi, waweze kuwatembelea wagonjwa kwa julia hali. Amen amen. Mara sio mtu anakubahatika kuona kwenye TV tu kwa unapigana mangumi, lakini mwisho wa siku kama mtu amekwama sehemu kama matatizo kama hizi, tunashinda kumjulia hali. Ni kweli. Na bora sana watu kama nyinyi mnapojitokeza, baadhi ya wagonjwa wanatoa msaada kama hivi. Jambo la muhimu sana. Basi pamoja sana, uendelee salama kabisa. Tunashukuru. Haya mkubwa wangu. Haya. Naitwa Dada Dora. Dada Dora. Ndio. Na mimi naitwa Karim Mandonga Mtukazi. Okay. Bondia wa ngumi za kulipwa. Nimekusikia. Lakini leo nikasema haiwezekani. Mpaka nifike hospitali hapo. Ya KMJ nipate kuona wagonjwa na najulia hali zao. Na pia na mimi kuna vitu kidogo nilipata kama baraka. Nikasema nivifikishie hapo kama magongo, TV, neti, sabuni na vitu vinginevyo. Kwa hiyo nikasema najulia hali wagonjwa kwanza jinsi wanavyoendelea. Ili tuweze kusapotela kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani ule sasa. Bila kuwatembelea wagonjwa tutakuwa tumekosa haki. Mimi nashukuru sana, tunashukuru sana kwa msaada wako. Na mimi naendelea vizuri. Nini zaidi kwa sumbua? Niliumia mguu, ulivunjika kwenye ankle. Kwa hiyo nilipata dislocation ya mguu na mfupa ulivunjika mwingine. Sawa. Lakini nimepata matibabu na sasa hivi naendelea vizuri, naweza kukanyagia mguu, nimeanza mazoezi. Kwa kweli pole sana. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akusaidie. Amina. Uwe salama na upone kabisa. Amina. Asante sana. Asante.